Asanteni sana Kilando. Mimi naitwa Joseph Osmond Mbilinyi, maarufu kama Sugu. Wengine wananiita Jongwe na wengine wananiita Taita. Masela wote waliokuwepo hapa wanajijua hilo. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa katibu wa kanda, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, Mheshimiwa katibu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya na diwani wa kata hii, na viongozi wote mliokuwa meza kuu, itifaki imezingatiwa, lakini zaidi itifaki inaenda kwenu nyinyi wanachama na wananchi mliokuja kutusubiri toka asubuhi. Mheshimiwa mwenyekiti, tuko kanda ya Nyasa. Mpango uliokuwepo mezani ni operation maalum kabisa ya no reform no elections. Naomba mnijibu. No reform no elections. Sijasikia utayari wenu. No reform no elections. Tuko kwenye operation maalum ya no reform no election. Operation hii imeanzia kanda ya Nyasa ambayo mimi ni mwenyekiti wake. Tulianza jana Mbeya mjini, likapigwa nyomi la hatari. Mwenyekiti wa taifa Tundu akaniambia, Nyasa bado mko fiti hivi? Nikamwambia na bado, si tunakwenda huko utaona. Tukatoka Mbeya mjini tukaenda Kabwe leo, tukafanya mkutano wa maana sana. Wakati tunakuja tukasimama na Manyele, tukapiga nyomi ya hatari sana. Tumekuja Kilando, ndio mmeua kabisa. Kwa umati huu mwenyekiti wa taifa, ni wazi sisi tunatembea kifua mbele kwamba kanda ya Nyasa kwa sasa ndiyo ngome ya Chadema katika taifa hili. Ndugu zangu, niwashukuru sana wana Kilando na Nkasi Kaskazini kwa ujumla kwa namna mlivyompokea mwenyekiti katika ziara yake ya kwanza akiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kama nilivyosema, operation tuliyokuwa nayo mezani ni kuhusu no reform no election, na tunaomba wananchi mtuunge mkono kama ambavyo wananchi wa Nkasi Kaskazini mmekuwa mnakomaa wakati wote. Kuna watu wakasema tunaenda Nkasi Kaskazini kufanya nini, wanajitambua. Lakini mwenyekiti wa taifa akasema lazima turudi Nkasi Kaskazini ili tukumbushane kufukia yaliyotokea kwenye serikali za mitaa. Tutiane ujasiri ndugu zangu. Kwa hiyo hamasa yenu tunaiona, utayari wenu tunauona. Mko tayari kabisa kuikabili changamoto na mambo yote hofu negative yanayotokea wakati wa uchaguzi. Na nikiangalia sura zenu toka nimetoka Kabwe na Manyele na hata jana Mbeya mjini, naona kabisa Wananyasa mko tayari kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba. Isipokuwa hatuwezi kwenda business as usual. Hatuwezi kwenda kwa namna ile ndugu zangu. Hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira yaliyopo, mazingira ambayo mbunge ameongea, mazingira ambayo mwenyekiti wa wilaya na diwani Galincha ameongea. Nini kimetokea katika chaguzi zilizopita, hususani uchaguzi wa mwisho wa mwaka jana 2024. Sasa hatuwezi kukubali kuendelea katika staili hiyo, kwa sababu haiwezekani na haitakiwi mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema asitangazwe mpaka polisi wapige mabomu ya machozi, mpaka polisi
wapige risasi za moto, ndiyo mbunge wa Chadema atangazwe kama alivyotangazwa Aida. Haiwezekani watu waumizwe, haiwezekani watu wapate vilema, haiwezekani watu wauawe eti kwa sababu ya kiuchaguzi. Ili tunaenda kulikataa kuanzia sasa, na operesheni yake imeanza jana. Mimi mwenyewe nimekuwa mbunge kwa miaka 10. Mwaka 2010 ili niapishwe, ilibidi tuchome matairi barabarani, turushe mawe, tukate nguzo, tukate miti, tufunge mji ndio nitangazwe. Watu wengine wakiwa wamekufa, watu wengine wakiwa vilema mpaka leo. Sasa ubunge gani huo? Mwaka 2015 pamoja na mimi kuwa mbunge aliyechaguliwa kwa kura nyingi kuliko wabunge wote katika bunge lile, lakini bado ili kutangazwa ilibidi achome matairi, ilibidi watu waumizwe, ilibidi watu wakamatwe, ilibidi watu wapewe kesi, ilibidi wanawake wabakwe ili mimi niwe mbunge. Sasa hatuwezi kukubali kwenda kwa staili hii. Ni heri mimi nisiwe mbunge, ndugu zangu, kuliko kuwa kupita katika mazingira kama haya. 2020 ndio kabisa ilikuwa baraa. Hawakuleta tena polisi, walileta vifaru vya jeshi na magari ya deraya. Unajiuliza, hii ni Mbeya au tuko Gaza ya Palestina? Lakini hiyo ndio mambo yaliyotokea, na ndio maana tunasema hatuwezi kulazimisha no reform, no election. Tunadai tume huru ya uchaguzi ambayo itaenda kupelekea chaguzi zetu ziwe huru, ndugu zangu. Na katika hii tunatarajia support ya wananchi wote Tanzania nzima. Ziara hii haitaishia hapa. Tunaenda ziara kwa siku 48 zilizopangwa na chama. Jana tumeanza Mbeya siku ya kwanza, leo siku ya pili. Kwa hiyo tuna siku 46 mbele. Kesho tutakuwa bado mkoa huu, kesho kutwa tutakuwa Sumbawanga mjini. Tunaenda kupiga nyomi kama hivi ili kuwaonyesha Chama cha Mapinduzi na serikali yake kwamba wananchi wanaosema kwamba wanawachagua wanakataa kwa vitendo, kwa kujaa kwenye mikutano ya Chadema, vinginevyo hapata kalika. Na katika watu tunaomba support yao makundi mbalimbali. Walimu wangu mko hapa, wote sisi tumepita kwenye mikono ya walimu. Lakini nikikumbuka walimu walionifundisha mimi Mbeya Sekondari, Mbeya Day pale Mbeya, sioni kama zile characteristics zao zinaenda na walimu wetu wa sasa hivi. Walimu walionifundisha mimi nimesoma sekondari wakati wa chama kimoja, lakini bado walimu walikuwa wanatufundisha masuala ya kusimamia nchi. Leo hii walimu wetu mliokuwepo hapa ndio mnatumika zaidi katika kuchakachua uchaguzi kila mwaka kwenye uchaguzi zetu, ndugu zangu. Lakini katika kundi ambalo linaonewa na serikali ya CCM, kundi ambalo serikali ya CCM linawafanya mafala, ni kundi la walimu wetu. Sasa sisi hatuwezi kuacha, tunawaamsha, tunawakumbusha walimu, nyinyi ni dada zetu, ni shemeji zetu, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni marafiki zetu. Acheni kutumika na Chama cha Mapinduzi wakati wa uchaguzi ili msaidie ukombozi wa taifa hili. Na hao ndio wa kwanza kulalamika. Wanalalamika hata bima zao za afya hazikidhi mahitaji. Unapewa bima ya afya, unaenda hospitali unaambiwa hii inatibu mafua tu na vipele. Unataka ufanyiwe operation unaambiwa haitoshi. Lakini na pamoja na magumu yote haya, inapofika wakati wa uchaguzi, mwalimu wangu unaitwa, unapewa t-shirt ile ya tume ya uchaguzi, unapewa na kapela ya tume ya uchaguzi. Ghafla unatubadilikia mpaka mwendo
unaanza kutembea kwa minyato, unajiona na wewe ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Msitufanyie hivyo walimu, mnatuchosha sisi Watanzania wenzenu. Lakini kuna polisi, tunataka tuwahusishe pia. Polisi ni wanetu kabisa, ni ndugu zetu kabisa, ni jamaa zetu kabisa. Wengine ni wapangaji wetu, wengine wana nyumba, sisi raia tunapanga kwenye nyumba zao. Na hii ndio Tanzania. Ndugu zangu wa polisi, ni waombe ifike mahala na nyinyi sasa mshtuke, msikubali kutumika kifara, kwa sababu katika watu ambao wanaonewa pia na nyinyi polisi mmo. Mnadhulumiwa fedha. Ripoti ya CAG inaonyesha katika wizara ambazo hela zinapigwa ni pamoja na wizara ya mambo ya ndani, ambayo hawa polisi azoangalia CCM unaadeki wanaibia mpaka polisi hela. Alafu unataka kucheka na CCM. Hawa ndugu zetu polisi wana mfuko wao unaitwa wakufa na kuzikana. Wanakatwa mishahara yao. Mfuko waliuanzisha wenyewe baada ya kuona wakipata matatizo serikali haiwasaidii. Wakajiongeza, wakaanzisha mfuko, wanaweka hela zao mle kwa ajili ya kusaidiwa. Lakini hawa jamaa wa serikali ya CCM mpaka kwenye ule mfuko wanapiga hela kudadeki, alafu polisi hawafanyi kitu. Lakini hawa polisi wetu hawa wanadhulumiwa mpaka uniform zao. Hela za uniform za polisi zinaliwa. Hili tumelisema sana bungeni, nikiwemo mimi mwenyewe. Inapelekea polisi wetu kulazimika kushona uniform zao wenyewe. Wanabaki na vifungo tu vile vya chuma. Lakini uniform kila mtu ya kwake. Na ndio maana nikiita makamanda wangu hapa mapolisi 5, angalia uniform zao. Huyu utakuta kijani kidogo kama mzomba inakataa. Mwingine anaenda kama kaki fulani hivi ya tumbaku inakataa. Mwingine anakwenda kama inataka kuwa kama combat ya Chadema hivi hapo inatoka. Inakataa. Yote ni kwa sababu serikali ya CCM haiwajali hata watu inaowatumia katika kupora uchaguzi. Sasa ndugu zangu, muda ni sasa, wakati ni sasa. Chama chenu pendwa kimeamua kuja na operation hii, no reform no elections, ili kuhakikisha kwamba Watanzania wote tuna uwezo wa kuchagua viongozi tunaowataka. Wavuvi hatujawaacha mbali, tunaomba muungane na sisi. Hamwezi kufa njaa hapa wakati mmekaa pembeni ya ziwa, lakini mwambao huu hauna chochote. Hakuna hata kiwanda cha samaki, wala hakuna hata soko kubwa la kimataifa la samaki ambalo lingekuza uchumi wa watu wetu, wavuvi wetu hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutano huu ni wa mwenyekiti taifa. Mimi kama mwenyekiti wa kanda ya Nyasa nitarudi hapa kufanya mkutano mingi na nyingi. Lakini kwa sasa niwaombe sana, tusifanye mchezo. Tuunge mkono juhudi hizi. No reform, no reform, ili wananchi wa Tanzania wawe na uwezo wa kuchagua viongozi wanaowataka kwa uhuru, na viongozi hao watangazwe, kwa sababu viongozi waliochaguliwa ndio viongozi wanaowajibika kwa wananchi. Kunja ngumi ili mwenyekiti ajue kwamba mpo hapa ili nimnyanyue. Msipokunja ngumi vizuri, na sepa naye faster. Kirando people! People! Asanteni sana wana Kirando. Naomba sasa nikukaribishe mwenyekiti wa taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, uongee na nyomi hili la wana Kirando. Asante sana na Mungu akubariki sana. Kirando mpo! People! People! Asante sana Kirando, nimerudi. Sasa yule samaki ukwa simwachi.